Bana, ito girl official Rose D on the microphone kama ilivyo kawaida. Mimi na wewe tunagether here kupitia Biomedia moja kwa moja katika kuziangazia taarifa mbalimbali. Karibu tuangazie taarifa ambako Mama Amina matusi yamemponza bwana. Apewa onyo hili zito na BASATA kuhusu maadili katika sanaa yake. Huyu ni msanii wa Singeli ambaye ameendelea kushika kasi kwenye ramani ya muziki wa mitaani. Alimaarufu kama Mama Amina ambaye amefika katika ofisi za Baraza la Sanaa la Taifa BASATA jijini Dar es Salaam akiongozana na timu yake ya usimamizi ya Pacheco Midundo kufuatia wito uliotolewa na baraza hilo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka BASATA, ziara hiyo ilikuwa na lengo la kutoa elimu ya kina kuhusu maadili, kanuni na taratibu zinazopaswa kuzingatiwa na msanii katika utayarishaji, utoaji na usambazaji wa kazi za sanaa. Mbali na elimu hiyo, Mama Amina pia amepewa maelezo muhimu kabisa ya kukamilisha hatua za usajili rasmi kama msanii anayetambulika na mamlaka husika. Na katika kikao hicho pia maafisa wa BASATA walisisitiza umuhimu wa wasanii kutambua kuwa tasnia ya sanaa inaongozwa na mwongozo unaolenga kulinda hadhi ya kazi za ubunifu nchini pamoja na maslahi ya jamii inayozitumia. Waliweka wazi kuwa maadili na uzingatiaji wa sheria si tu wajibu wa kisheria bali pia ni sehemu ya kukuza taaluma na kuongeza thamani ya kazi ya msanii katika soko la ndani na hata nje ya taifa. Mama Amina ambaye amekuwa akivutia mashabiki kutokana na mtindo wake wa kipekee wa Singeli alipongeza hatua hiyo na kueleza kuwa mafunzo aliyoyapata yatamsaidia kuboresha kazi zake na kuhakikisha zinaendana na viwango vinavyotakiwa na baraza hilo. Lakini pia aliongeza kuwa ushirikiano kati ya wasanii na taasisi kama BASATA ni muhimu kwa ukuaji wa sekta ya burudani kote nchini Tanzania. Aidha, BASATA imeendelea kutoa wito kwa wasanii wote nchini kuhakikisha wanazingatia sheria, maadili na kanuni zinazoiongoza sekta ya sanaa. Lakini pia walisisitiza kuwa kutimiza matakwa hayo kunachangia sio tu katika kuimarisha ubora wa kazi bali pia kulinda taswira chanya ya sanaa ya Tanzania ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kwa miaka hivi karibuni kumekuwepo na mjadala mpana kiukweli kuhusu maudhui yanayozingatia maadili hasa katika muziki na video zinazowekwa mitandaoni. BASATA kupitia jitihada zake za kutoa elimu na kufuatilia matukio ya ukiukwaji wa kanuni limekuwa likifanya kazi ya kusaidia tasnia isiende kinyume na tamaduni, maadili na sheria za taifa letu. On other side pia kwa mashabiki na wadau wa sanaa, ziara kama hizi zinatazamwa kama hatua chanya ya kuimarisha utofauti wa ubunifu bila kuvuka mipaka ya maadili. Mama Amina akiwa mmoja wa wasanii chipukizi wanaopata umaarufu kwa kasi, anatajwa kuwa mfano mwema kwa wengine katika kuonyesha wajibikaji na utayari wa kufuata utaratibu wa tasnia. Kwa ujumla, ziara yake BASATA imeonekana kuwa na tija katika kumjengea misingi imara ya kitaaluma na kumsaidia kuelewa wajibu wake kama msanii anayeathiri maelfu ya mashabiki kupitia kazi zake. Wasanii wengine pia wameendelea kuhimizwa kufuata nyayo hizo ili kujenga tasnia thabiti yenye ubora na ambayo inaheshimika. Una maoni gani mtazamaji ambaye unafahamu vyema vizuri kabisa Mama Amina? Mara tu baada ya kutoa BASATA unafikiri tutapata mabadiliko yote kutoka kwake na kuacha tabia ambazo amekuwa akizifanya hapo awali ambazo zimeonekana ni mbaya? Moja kwa moja maoni yako yatasomeka next video kwa uzuri kabisa. Jina langu official Rose D. Bye bye.